mpakani kama nyie. Si mko mpakani hapa? Kuna Wachaga upande ule? Kule ni kabila gani wako kule? Wa Kikuyu. Sasa sisi kwetu pale Sirari ni Wakuria tupu. Mpakani huku Wakuria na huku Wakuria. Kwa hiyo unakuwa na mke mmoja huku, wa pili huku. Unakuwa na dual citizenship. Uraia pacha. Sasa nyie bahati mbaya yenu huku Wachaga, kule Wakikuyu. Kwa hiyo huwezi kukaa kule. Uongo kweli? Lakini nimefurahi kuja kuzungumza na nyie. Na nitasema mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tuko kwenye ziara ya chama inayoitwa No Reforms, No Election. Kama hakuna mabadiliko ya sheria, hakuna uchaguzi. Kwa nini tumefikia hapo? Katiba yetu ya nchi, nitawasomea ibara ya 8 na nataka tuende kwa pamoja. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Kwa hiyo serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. B. Lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi, ni maendeleo ya wananchi, ni maisha ya wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Hiyo ndio katiba yetu ya mwaka 77, hiyo hapo nimeisoma. Tunaposema serikali itapata mamlaka na madaraka yote kutoka kwa wananchi, maana yake nini? Kwamba wewe na yule na mwingine na yule aliyeko Tarime, badala ya sisi wote kwenda bungeni Dodoma tukajiwakilishe, tukajisemee, badala ya sisi kwenda halmashauri, badala ya sisi kuwa rais wote tuwe marais, haiwezekani. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu awe rais. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni akatusemee sisi. Na B, lengo la kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Ustawi maana yake ni nini, watu wa Rombo? Ustawi ni kuishi vizuri, ulale pazuri, uendeshe gari nzuri, utibiwe, mtoto wako asome, upate matibabu unapohitajika, na upate hifadhi ya jamii. Hiyo ni katiba yetu. Na nchi yetu hii ni nchi nzuri na bora sana duniani. Nilimsikia rais wa Brazili, Lula da Silva, anasema Mungu ni Mbrazili. Akanasema haiwezekani, Mungu ametupendelea hivi, ametupa msitu wa Amazon, ametupa dhahabu, ametupa gesi, ametupa si nini, huyu Mungu alafu hakuwapa nchi nyingine vitu hivi, huyu Mungu ni Mbrazili bila shaka. Nikajisemea kichwani, huyu Lula da Silva ni mwehu, haijui Tanzania. Kwa sababu inawezekana Mungu ni Mtanzania. Sisi ni nchi ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukizichanganya kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewambia 900 na ngapi? 900 na ngapi? Nataka nisikie sauti zenu tarakea. Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda ukizichanganya pamoja 890. Sisi peke yetu 945. Sisi ni nchi duniani, naanza na mkoa wenu wa Kilimanjaro, ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Huko Tanzania mlima Kilimanjaro. Ni nchi duniani
ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi duniani lenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na madini ya dhahabu mengi kuliko nchi yoyote dunia, ya tatu. Leo nilipokuwa na cheki bei ya dhahabu duniani kwa gramu moja ni shilingi 290,000. Nikisema gramu sio kama mnanielewa tarakea. Ukinunua wembe ukiuvunja hivi kale kamoja ndio gramu moja. Ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Bukombe ni dhahabu, ukienda Nzega ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu, nenda Chunya ni dhahabu, nenda Ruangwa ni dhahabu. Kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Ni nchi ambayo tuna madini yanaitwa nickel na cobalt, yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Kabanga, Kagera, Tanzania. Ni nchi yenye madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia yako Seru. Ni nchi ambayo tuna almasi, tuna makaa ya mawe, tuna chuma. Ukienda Rudewa, Njombe, tuna chuma ambacho tunaweza kuchimba miaka 100. Wengine Mwenyezi Mungu aliweka chuma chini ya ardhi. Ukienda nchi nyingine wanachimba chuma chini. Sisi alituwekea mlima unaitwa Liganga, na kilomita 50 kutoka Liganga akatuwekea makaa ya mawe ya kuyeyusha kile chuma. Alafu pale Iringa akaweka mchanga wa kusafishia hicho chuma. Hakuna kitu tunaagiza kutoka nje, vyote Mwenyezi Mungu alituwekea hapa. Nchi hii ina kila kitu. Ni nchi nzuri, ina watu wazuri sana. Ni nchi ambayo tuna bandari. Tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Uganda ni landlocked. Nikisema landlocked, ni nchi ambayo haina mlango wa bahari. Mtu akinunua gari Uganda kutoka Japan ili iende Uganda, inapita kwenye maji yetu, anatulipa pesa. Maji alituwekea Mungu bure. Tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Uganda ni landlocked, Rwanda ni landlocked, Burundi ni landlocked, Kongo, Zambia na Malawi zote zinatutegemea sisi. Mungu ametupa bandari, ametupa mlango wa bahari kilomita 1600 mzee, kutoka Mtwara mpaka Tanga, urefu wa bahari yetu, na nautical maili 200 kuingia ndani. Tuna gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Kwa nini watu wetu ni maskini? Bob Marley kwenye wimbo wake wa Rat Race, mbio za panya, anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu. Katikati ya utajiri wajinga ni maskini. Tuko kwenye nchi ambayo tuna kila kitu. Watu wetu wanalala njaa miaka 63 baada ya uhuru. Tuna nchi ambayo wabunge wanashindwa kujadili maisha ya watu, wanajadili rais kusemwa. Kama Rais Samia hataki kusemwa, asiwe rais wa nchi, akae nyumbani kwake. Mtu akimsema huyo atakuwa anamtafuta uchokozi. Kama wewe ni rais wa nchi, tutakuzungumza na tutakusema na tutakuchambua bila uoga. Kama unataka kusema kakae kwenu kule Kizimkazi, mtu akikufuata huko huo atakuwa anakutafuta ugomvi. Lakini kama wewe ni rais wa nchi, unachukua bandari ya Watanzania unawapa Waarabu, tukae kimya? Tarakea, tukae kimya? Dubai ni jangwa mzee, jangwa. Ukisikia Dubai usifikiri ni kitu chochote cha maana, ni jangwa. Mwaka 61 Dubai ilikuwa na watu 70,000. 1, 2, 3, 7. Nyie watu wa Rombo mko 200,000 na kitu. Ukijumlisha na watoto mko zaidi ya 300,000. Nyie ni wengi kuliko watu wa Dubai walivyokuwa mwaka 61. Sisi tuko 8 milioni, wao wako 70,000.
wanatembea jangwani, wanaokota tende, collecting dates. Hawana shule. Tumepata chuo kikuu cha kwanza mwaka 63, Dubai hawajaanza hata kusoma. Wamevumbua pipa lao la kwanza la mafuta mwaka 69. Dubai wako milioni 3 leo, milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Sisi wote watu milioni 63 hatuwezi kuendesha bandari zetu. Tumewakabidhi Waarabu wa Dubai watu milioni 3 mpaka Yesu atakaporudi. Hivi mnanielewa nyie? Hivi mnaelewa ninachosema? Yaani kwamba nyie wote mnazaa ndondocha, Dubai ndio wanazaa binadamu. Rais amewakabidhi bandari zetu mpaka kiyama. Tunazungukwa na nchi 6 leo. Unachohitaji kufanya ni kujenga gati ambazo wakoloni walijenga, akaja Rais Nyerere akaziendeleza, Mkapa akaziendeleza, Mwinyi leo ziko pale. Magufuli sisi tulitofautiana naye sana bungeni sana kwa sababu ya udikteta wake, lakini kwenye mambo ya rasilimali za nchi hatukutofautiana naye. Alijenga gati 0 mpaka 8 akaziboresha, akanunua mashine mpya za 0 hour ili bandari yetu ivutie zaidi watu wanaopita. Wasipite Mombasa, wasipite kule Msumbiji, Beira, wapite kwetu ili watu wetu wapate uchumi. Akaweka pale mashine. Leo hizo mashine wamekabidhiwa Waarabu. Tunaposema haya wanataka kutupige risasi, wanatuua. Tumekosa nini? Niye wana CCM, kama kuna mwana CCM hapa